Umuhimu wa karama ya kupambanua roho katika maisha ya Mkristo. Umuhimu wa karama ya kupambanua roho katika maisha ya Mkristo. Na vifungu tutakavyosimamia, tutaanza na ile Wakorinto wa kwanza sura ya 14 mstari wa kwanza, alafu utaruka utaenda mstari wa 12. Wakorinto wa kwanza sura ile ya 14, tutasoma mstari wa kwanza mkato, alafu ule wa 12. Alafu tutakuja sura ya 12, Wakorinto hiyo hiyo wa kwanza, sura ya 12 mstari wa 8 mpaka ule wa 11. Wakorinto wa kwanza sura ya 12 mstari ule wa 8 mpaka ule wa 11. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ninaanza kusoma katika jina la Yesu Kristo. Biblia inasema namna hii. Sura ile ya 14 mstari wa kwanza. Ufuateni upendo na kutaka sana karama za rohoni, lakini zaidi kwamba mpate kuhutubu. Mstari ule wa 12 anasema, vivyo hivyo na ninyi, kwa kuwa mnatamani sana kuwa watu wenye karama za roho, takeni kwamba mzidi sana kuwa nazo, ili kulijenga kanisa. Ili kulijenga kanisa. Sura ile ya 12 mstari wa 8 mpaka wa 11 anasema namna hii. Sikiliza kwa makini. Maana mtu mmoja kwa roho apewa neno la hekima, na mwingine neno la maarifa, apendavyo roho yeye yule. Mwingine imani katika roho yeye yule, na mwingine karama za kuponya katika roho yule mmoja, na mwingine matendo ya miujiza, na mwingine unabii, na mwingine kupambanua roho, mwingine aina za lugha, na mwingine tafsiri za lugha. Lakini kazi hizi zote huzitenda roho huyo mmoja yeye yule, akimgawia kila mtu peke yake kama apendavyo yeye. Maana kama apendavyo yeye. Yes, mpaka hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nianze kwa kusema, ndugu zangu, kwamba karama za Roho Mtakatifu ni muhimu sana katika ufalme wa Mungu. Katika ufalme wa Mungu, kwa sababu zinatumika katika kujenga imani ya mtu binafsi. Zinatumika kujenga na kuliimarisha kanisa la Mungu. Wewe mtu binafsi na mimi ndio tunatengeneza kanisa. Usipoimarika wewe, kanisa haliwezi kuimarika. Kwa hiyo Mungu akaona kwamba karama ndio vitendea kazi vyake vya kumfanya mtu aimarike katika imani alionayo kwa Yesu Kristo, ili kulifanya kanisa la Mungu liweze kuwa imara. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa imani za watu wengi kwenye maisha yetu ya sasa zimekufa, na ndoa za watu wengi zimeharibika. Huduma nyingi zimeharibika kwa sababu ya kutofanya kazi kwa karama mojawapo ambayo ni hii ya kupambanua roho. Tumesoma huku karama mbalimbali, matendo ya miujiza, sijui uponyaji, na mojawapo kupambanua roho. Na sisi leo hatushughuliki karama nyingine yoyote. Wiki hii tunakwenda na karama hii moja ya kupambanua roho, jinsi ambavyo ilivyo na umuhimu katika kuhakikisha imani zetu zinakuwa strong kwa Mungu aliye hai,
na kanisa la Mungu linaimarika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kama wanandoa wangeweza kupambanua roho zinazowashambulia na kuwapelekea mafarakano, wangeweza kubaki salama. Kama kijana aliyemwamini Kristo au mama aliyemwamini Kristo au mtumishi anayemtumikia Mungu aliye hai angekuwa na karama ya kupambanua, nitakueleza huko mbele kupambanua maana yake nini. Kupambanua namna hii, angeweza kubaki salama katika imani yake. Lakini leo hii imani zetu zinavurugwa na manabii wa uongo, zinavurugwa na waganga na wachawi, zinavurugwa na matendo ya dhambi. Kwa nini? Kwa sababu karama ya kupambanua roho haipo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na katika kanisa la Korintho ambao ndio tumesoma vifungu vyetu, kanisa la Korintho, kutofanya kazi kwa karama ya kupambanua roho kuliwagharimu sana. Kwa sababu hawakuwa wanaweza kutofautisha kazi za Roho Mtakatifu na roho za uongo, hawakuwa wanaweza. Kwa hiyo kanisa lilikuwa kwenye vurugu mechi. Huyu akiamka anasema Bwana amesema na mimi. Huyu akiamka anasema Mungu ameniambia. Huyu akiamka anasema sijui Roho Mtakatifu kafanya nini. Lakini hakuna mtu mwenye uwezo wa kupambanua kwamba huyu ni Roho Mtakatifu, Roho wa Mungu, au huyu ni roho wa shetani, au huyu ni roho wangu mwenyewe, roho ya mhubiri mwenyewe. Hakukuwa na mtu anaweza kupambanua. Kwa hiyo kanisa likaingia kwenye matatizo makubwa. Kwa sababu tutaangalia huko tunavyokwenda. Roho wa Mungu, roho ya shetani, na kuna roho ya kwako au ya kwangu. Kwa hiyo mimi ninapohubiri hapa namna hii, wewe ulitakiwa ulipokuwa unakuja tu, maombi yako yangekuwa Roho Mtakatifu nisaidie nitakapokuwa namsikiliza mhubiri niweze kujua kwamba anachonena ni roho wa Mungu yuko nyuma yake, au ni roho ya shetani yuko nyuma yake, au ni roho ya mhubiri mwenyewe yuko nyuma yake. Kama hukuomba maombi hayo, unajiweka hatarini. Lazima unaponisikiliza au unapomsikiliza mhubiri yoyote, Mungu akupe uwezo wa kupambanua. Akikupa uwezo wa kupambanua ukajua anachozungumza mchungaji kinasukumwa na roho wa Mungu, maana yake kitakupeleka moja kwa moja kwenye utendaji. Utakiamini, utakifanya cha kwako, na hata utakapofika nyumbani utaendelea kukandamiza na maombi, kwa sababu Roho Mtakatifu amekupa uwezo wa kupambanua ukajua kwamba Mungu alikuwa anazungumza na wewe specifically kwa habari ya mambo yake. Kwa hiyo hutadharau. Kwa nini leo watu wanakuja kila Jumapili, wanahubiriwa, wanaingia vile walivyoingia na wanatoka hivyo hivyo? Kwa nini? Kwa sababu hawana uwezo wa kupambanua kwamba aliyekuwa anaongea pale madhabahuni ni nani. Ile sauti ya mchungaji nyuma yake ilikuwa nani? Ni Roho Mtakatifu au nani? Kwa hiyo kama ni Roho Mtakatifu unatoka utasema Bwana amesema na mimi nibadilike. Bwana amesema na mimi niache hasira. Bwana amesema na mimi niache ulevi. Kwa sababu gani? Umepewa uwezo wa kupambanua ukajua aliyeongea madhabahuni ni Mungu katika Roho Mtakatifu. Glory be to God. Lakini pia kama anayeongea ni roho yangu, roho akakushuhudia, na waambiaga hapa kila siku, ukijua kwamba ninachoongea ni cha kwangu sio cha Mungu, moyoni mwako unasema Baba, mimi namwachia hiki kitu mchungaji mwenyewe, hiyo atashughulika nayo mwenyewe, ya kwake, lakini hiyo sichukui. Unaruhusa kabisa. Na ukijua kwamba ni cha shetani, ndio kabisa, yani unakipinga kwa vyovyote. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hii sikwambii hapa. Unaweza ukasikiliza mahubiri kwa njia ya redio, unaweza ukasikiliza mahali pengine. Lazima uwe na huo uwezo na hiyo neema ya kupambana. Vinginevyo, Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ukiangalia kwenye Wakorinto wa pili. Wakorinto wa pili sura ile ya 11 na mstari ule wa kwanza mpaka wa 4.
Anasema hivi, laiti mngechukuliana nami katika upumbavu wangu kidogo, naam, mchukuliane nami. Mstari wa 2, maana nawaonea wivu wa Mungu, kwa kuwa naliwaposea mume mmoja, ili nimletee Kristo bikira safi. Mstari wa 3, lakini nachelea kama yule nyoka, na upenda huo mstari sana, alivyomdanganya Hawa kwa hila yake, asije akawaharibu fikra. Angalia hilo neno, fikra zenu, mkauacha unyofu na usafi kwa Kristo. Maana yeye ajaye akihubiri Yesu mwingine, ambaye sisi hatukumhubiri, au mkipokea roho nyingine msioipokea, au injili nyingine msioikubali, mnatenda vema kuvumiliana naye. Nisikilize kwa makini. Paulo anawaeleza Wakorinto kwamba mimi nawaonea nyinyi wivu kwa sababu nilimposea Kristo bikira safi. Yaani alituleta sisi kwa Yesu. Najua kanisa ni bibi harusi wa Yesu Kristo, si ndio? Kwa hiyo anatumia huo mfano kwamba nimemposea Kristo kanisa bikira safi, mtu ambaye hajawahi kuguswa na mwanaume yoyote. Ndiyo kanisa lilivyo, kwamba ni safi, ni kanisa zuri, halina halina uchafu. Hilo ndio kanisa ambalo mimi nakusudia kumletea Kristo. Lakini anasema nachelea, anasema naogopa isije ikawa shetani kama alivyomdanganya Hawa akawavuruga na ninyi kwenye fikra zenu, mkauacha usafi na unyofu kwa Kristo. Kwa sababu shetani alipokwenda kwa Hawa, alikwenda akavuruga nini? Akavuruga akili, akavuruga ufahamu, akavuruga fikra. Kwa hiyo Hawa akapoteza uwezo wa kupambanua mema na mabaya, akapoteza uwezo. Na leo hii ndio maana unaona familia nyingi zinaharibika. Kwa sababu gani? Mwanaume japo anasali, lakini amepoteza uwezo, amepoteza ufahamu, amepoteza fikra za kupambanua jema na baya. Ukijua kwamba kwenda nje ya ndoa kutaharibu ndoa yako, kwa nini unakwenda? Ukijua kwamba kutoka nje kutaharibu, kwa nini unakwenda? Ni kwa sababu gani? Adui amecheza na fikra. Kwa hiyo ametupotezea uwezo wa kupambanua jema na baya, na kwa sababu hiyo tunaacha unyofu na usafi kwa Kristo, tunaingia kwenye maisha machafu. Paulo anasema nachelea, naogopa kwamba kanisa lisichafuke, lisiharibike. Na ndio maana hata leo walimu wa uongo, kuna makanisa ukiingia kitu cha kwanza wanashika ufahamu wako namna hii. Mafundisho na mafundisho pale ni ya uongo, lakini kwa sababu ufahamu wako umeshashikwa namna hii, utanyang'ana hapo, wala uwezi kuzinduka, uwezi. Ndicho anachoogopa Paulo. Ndio maana leo unakuta vijana fahamu shetani amepofusha. Kwa hiyo wanakwenda kwenye madawa ya kulevya, wanakwenda kwenye uhuni na zinaa na kila kitu, wakijua wanaharibu kesho yao. Laiti wangekuwa wanafahamu, wasingeweza kufanya hivyo, lakini wamekosa uwezo wa kupambanua. Na huo ndio tunaopigania, karama ya kupambanua. Na anachowaambia Paulo, anawaambia kwamba mstari wa 4, mtu mwingine akija akiwaletea Kristo mwingine ambaye sisi hatukumhubiri, manake ni Kristo wa uongo. Akija akiwaletea roho nyingine tofauti na Roho Mtakatifu, manake ni roho ya uongo. Alafu nasema akiwaletea injili nyingine tofauti na ile, manake ni injili ya uongo. Analivuruga kanisa. Kwa hiyo kuna injili ya kweli na kuna injili ya uongo. Kuna roho wa kweli na roho wa uongo. Kuna Kristo wa kweli na Kristo wa uongo. Sasa leo hii ukiletewa injili ya uongo, mwanangu ulioko hapa na unaonisikiliza kwenye mtandao,
una uwezo wa kupambanua ukajua hii ni injili ya uongo? Ukiletewa roho ya uongo, una uwezo wa kupambanua ukasema huyu mtumishi amebeba roho ya uongo? Una uwezo wa kupambanua? Ukiletewa Kristo wa uongo, una uwezo wa kupambanua? Kama hauna uwezo wa kupambanua, ndio umeangamia hivi. Ndio Paulo anasema nachelea shetani asije akaharibu fikra, akaharibu uwezo wenu wa kutafsiri na kujua kwamba haya mafundisho sio, huyu mtumishi sio, haya mahubiri sio, hii roho iliyo juu ya mtumishi sio kabisa. Uwezo wa kutafsiri. Paulo ndio anachowajengea Wakorinto. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Na leo hii tuko kwenye hiyo hatari. Tunaletewa Yesu, lakini sio yule Yesu wa msalaba. Sio yule Yesu aliyotuletea wokovu. Ndio maana utakuja utaambiwa tu uponyaji, fanya hivi, utapata mtoto, alafu hawakwambii kwa habari ya kuacha dhambi. Alafu hawakwambii kwa habari ya toba iletayo ondoleo la dhambi. Hapo mwanangu umepewa Yesu mwingine. Yesu tunamjua sisi ni Yesu ambaye anataka utakatifu. Ni Yesu ambaye anataka toba iletayo ondoleo la dhambi. Ni Yesu ambaye anataka injili ya msalaba. Ni Yesu ambaye anataka ulifahamu pendo la msalabani. Anasema yeye mwenyewe alidhihirisha pendo lake. Alitupenda tangu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Alionyesha upendo wake pale msalabani. Huyo ndio Yesu tunayemtaka. Hatumtaki tu Yesu yule kusema kwamba sina mtoto na pokea mimba, sijui sina nini, pokea hiyo, alafu unaishi kwenye maisha ya dhambi. Huyo sio Yesu wa kweli. Tunataka injili ya kweli ambayo haipakipaki mafuta namna hii. Itakwambia umetenda dhambi, inuka, jikungute, tubu, usitende dhambi tena, kama Yesu alivyomwambia yule mama. Umesemewa, sikuhukumu, lakini usitende dhambi tena. Lakini sio injili ambayo haielezi kweli ya Mungu. Hapana. Injili tu kukwambia njoo kesho utapata gari lakini wewe ni mzinzi. Njoo kesho sijui utapata nyumba lakini wewe ni mchawi mkubwa. Njoo sijui kesho. Hiyo sio injili ile ya Bwana wetu Yesu Kristo. Hapana, sio hiyo. Lakini tunaweza tukaletewa roho mwingine tofauti na Roho Mtakatifu. Mtu anakuja tunakwambia roho Bwana ameniambia huyo mwanaume ulionaye sio wa kwako, wakati mmefunga ndoa kanisani na mna mwaka wa 10 sasa. Hiyo roho ya mtumishi ni roho gani ya kukuachanisha na mume wako uliokaa naye miaka 10-15 na mmezaa watoto? Ni roho bado ufunguki tu. Bado huwezi kutafsiri tu ukajua kwamba hii sio roho ya Mungu. Ndoa za watu wengi sana zimevunjwa leo hii. Mtu anakuambia kwamba mimi nimeona tu kwamba kwa sababu kila mtu Mungu kamuita kivyake. Mume wangu ana huduma yake na mimi nina karia yangu, nina mwito wangu. Kwa hiyo siwezi kufuata cha mume wangu. Kwa hiyo nimeona tugawane namna hii, yeye aende kivyake na mimi nitimize maono yangu. Eti wanapasua ndoa kwa sababu ya kutimiza maono, akatimize maono yake. Huyo sio roho yule mtakatifu. Roho Mtakatifu ni yule anayeunganisha mume na mke katika mwito ambao Mungu amewaitia. Haleluya kwa mwana kondoo. Ukishaona hivyo tunajua huyu roho nilieletewa hapa ni feki, sio yule. Kwa sababu roho aliyetupa Bwana sio roho wa machafuko, sio roho wa vurugu, sio roho, hapana, ni roho wa amani, ni Roho Mtakatifu, ni roho Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana ukisoma katika kile kitabu cha Ezekiel sura ile ya 22. Mimi nakujengea msingi tu leo katika sura ile ya 22 mstari ule wa 26 anasema hivi: makuhani wake wamelihalifu sheria yangu,
wametia unajisi vitu vyangu vitakatifu. Hawa ni wachungaji wakina sisi hapa. Hawakuweka tofauti ya vitu vitakatifu na vitu vya kutumiwa siku zote, wala hawakuwafundisha. Mimi namshukuru Mungu nafundisha. Wala hawakuwafundisha watu kupambanua vitu vichafu na vitu vilivyo safi, nao wamefumba macho yao wasiziangalie sabato zangu, nami nimetiwa unajisi kati yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu analalamika kwa ajili ya wachungaji kwamba wameshindwa kutofautisha vitu, wameshindwa kupambanua na kutofautisha vitu vitakatifu na vitu vichafu. Na kwa sababu hiyo hawakuwafundisha watu. Mimi leo nakufundisha, ushindwe mwenyewe. Hawakuwafundisha watu kuweka mipaka kati ya ibada ya kimungu na ibada zisizokuwa za kimungu, ambazo zina mambo ya mila, desturi na miungu tu na mambo ya kidunia. Uchafu unaingizwa katika mambo ya Mungu, lakini hayuko mchungaji anayesema. Kwa hiyo tumefika mahali tunachanganya ibada na mambo ya dunia, ibada na mambo yasiyo matakatifu. Mungu anasema makuhani hao, wachungaji hao, hawajawafundisha watu wangu kutofautisha. Na leo hii nikwambie, tunapokuja kanisani tunakuja kumwabudu nani? Mchungaji? Tunakuja kumwabudu Mungu. Lakini angalia sisi wachungaji tunavyoleta sarakasi ndani ya kanisa. Nasema leo tutakuwa na ibada ya kitambaa cheupe. Kuna Mungu hapo wanangu? Tutafakari tu kwa pamoja. Kwa sababu focus yote inatoka kwa Mungu inakwenda kwenye kitambaa cha kijani. Leo ni ibada ya kitambaa cha kijani. Kwa hiyo focus yote ukija kanisani ni kwenye kitambaa cha kijani. Na wewe unakubali. Lakini tukija kanisani focus sio kitambaa, focus ni Mungu. Leo ni ibada ya kufunguliwa, sijui mizimu, sijui na nini. Kwa hiyo mtu akija focus yake ni kwenye mizimu, sio Mungu tena. Ndugu zangu, tukija tunakuja kumwabudu Mungu. Mungu akishafurahi ndio tunafunguliwa na mizimu. Lakini focus sio mizimu wala wachawi. Sio mizimu wala wachawi. Kwamba ibada ya leo ni ya kuombea sijui wachawi. Hapana. Lazima tuwatofautishie watu. Kichwa cha ibada, tunapokuja ibadani tunakuja kumwabudu Mungu. Alafu Mungu akifurahi ndio wenye kufunguliwa wanafunguliwa, wenye kubarikiwa wanabarikiwa, wenye nini wana nini. Lakini tukisema kwamba ibada ya leo ni ibada ya kula ubwabu au ya kula keki, focus yote haiko kwa Mungu. Mungu haabudiwi tena. Focus iko kwenye wali au kwenye keki. Tumeabudu sanamu. Mungu anasema watu wangu hawajafundishwa kutofautisha, kupambanua, na wanaabudu na wanakwenda innocent. Lakini mimi kwa neema ya Mungu na kwa huruma za Mungu na kufundisha. Ukiniona nimesimama hapa na kuambia leo ibada ni ya kitambaa cha kijani, Roho Mtakatifu aanze kusema na wewe, nimekuja hapa kuabudu kitambaa cha kijani au kumwabudu Mungu aliye hai. Kwa sababu Mungu ni roho. Tunataka tuingie rohoni, tumwabudu, akutane na maisha yetu, atuonyeshe dhambi zetu, tutubu, tugeuke. Kitambaa cha kijani kitanionyesha dhambi zangu mimi. Ndio maana Isaya kwenye sura ya 6 anasema alitazama namna hii, akamuona Bwana kwenye vazi lake, amevaa vazi jeupe namna hii. Alipomuona Bwana kwenye utukufu wake, Isaya alipojiangalia akaona dhambi zake na mapungufu yake. Akasema, ole wangu mimi, kwa sababu macho yangu yamemuona Bwana. Mimi ni mtu mchafu, ninayekaa katikati ya watu wachafu, na midomo yangu ni michafu. Kwa nini alijiona? Ni kwa sababu aliuona utukufu wa Mungu. Alimuona Mungu. Unapokuja ibadani, usipomuona Mungu huwezi kuona madhaifu yako. Usipomuona Mungu
huwezi kuona dhambi zako. Utaingia na chuki, utaondoka na chuki zile zile. Utaingia na wivu, ukiondoka utawaonea wivu wafanyakazi wenzako vile vile. Utaingia muhuni, utatoka hivyo hivyo. Lakini lengo la kumwabudu Mungu ni kutubadilisha sisi. Haiwezekani umwabudu Mungu aliye hai alafu ukabaki mlevi vile vile. Huyu sio Mungu ninayemfahamu mimi. Ndio maana mama Msamaria alikuwa kahaba kabla hajakutana na Yesu. Lakini alipokutana na Yesu, akajua kwamba huyu ndio Masia. Akaanza kumwabudu Mungu aliye hai. Unajua ukahaba uliondoka, kiu ya ukahaba iliondoka. Akasema njooni muone, nimekutana na mtu aliyeniambia mambo yangu yote. Ibada ya kweli ya mama Msamaria ilibadilisha tabia yake. Mungu aliyekuwa na muabudu alibadilisha tabia yake. Mungu unayemwabudu kama hawezi kubadilisha tabia yako, ujue ibada yako ni feki. Bado hujakutana na Mungu aliye hai. Kwa sababu Mungu tunayemwabudu ndiye Mungu anayebadilisha tabia yetu. Ndio maana nataka nikwambie namna hii, nionyeshe tabia yako, nitakwambia Mungu unayemwabudu. Haleluya kwa mwana kondoo. Kwa sababu hata ukijiita Mkristo lakini kama wewe ni mlevi, humwabudu Mungu aliye hai. Unajiita Mkristo, wewe ni mchawi, humwabudu Mungu aliye hai. Lakini wote wanaomwabudu Mungu aliye hai wanakimbia ulevi. Wanaomwabudu Mungu aliye hai wanakataa uchawi. Wanaomwabudu Mungu aliye hai hawakubali chuki. Wanaomwabudu Mungu aliye hai wanawasamehe wengine. Wanaomwabudu Mungu aliye hai hawaweki mambo rohoni. Unajua, glory be to God. Haleluya kwa mwana kondoo. Lakini wewe tangu umeanza kuchukia mtu, mwaka unaenda, miaka inaenda, umekaa na hiyo chuki, alafu unajiita Mkristo. Mkristo gani? Unamwabudu Mungu yupi? Chuki sio tabia ya Mungu wetu. Hapana, hapana, hapana. Chuki sio tabia ya Mungu wetu. Kutokusamehe sio tabia ya Mungu wetu. Hapana, hapana. Mungu wetu ni wa msamaha. Mungu wetu ni wa huruma. Mungu wetu ni wa amani. Mungu wetu ni wa upatanisho. Mungu wetu ni mtakatifu. Haleluya kwa mwana kondoo. Anasema makuhani wameshindwa kuwatofautishia watu wangu ibada. Wanakuja wanaabudu vitu vingine kanisani. Ndio maana unaona Wakristo wa leo maisha yetu hayabadiliki. Tunaingia na kutoka lakini ni wale wale. Hapana watoto wangu, hapana, hapana, hapana. Mungu tunayemwabudu lazima aseme na mioyo yetu, atuambie kwamba haya sio mambo mazuri. Ukiona hubadiliki, bado hujakutana na Mungu ninayemfahamu mimi. Haleluya kwa mwana kondoo. Ndio maana Paulo anasema namshukuru Mungu aliye hai, kwa sababu hapo mwanzo nilikuwa mlevi, hapo mwanzo nilikuwa mwasherati, hapo mwanzo nilikuwa na hasira, hapo mwanzo nilikuwa, lakini amenihurumia, amenihurumia. Maana yake maisha ya Mkristo kuna ya zamani na kuna ya sasa. Ukiona wewe ya zamani ndio ya sasa, bado hujakutana na Mungu aliye hai. Lazima ufike mahali useme Mungu amenihurumia, kwa sababu hapo mwanzo nilikuwa na kiburi sana, hapo mwanzo nilikuwa mtukanaji, lakini Bwana amenirehemu, sio yule tena. Ndio maana Biblia inasema mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Kwa nini wewe kwenye maisha yako tunaona mambo ya kale? Kwa nini bado tunaona mambo ya kale? Unaniuliza mchungaji, mambo ya kale ni gani? Ulevi ni mambo ya kale, uasherati ni mambo ya kale, chuki ni mambo ya kale, zinaa ni mambo ya kale, dhuluma ni mambo ya kale, umbea ni mambo ya kale. Unasema sasa mchungaji, mambo hayo mapya ni yapi yenye utu mpya? Utakatifu ni utu mpya. Unajua kuja kwenye maombi na semina ni utu mpya, kwa sababu vinginevyo usingekuja hapa. Lakini umekuja hapa kwa sababu ndani yako kuna kitu kinakusukuma, unampenda Mungu aliye hai. Unajua, glory be to God. Haleluya kwa mwana kondoo. Haleluya kwa mwana kondoo. Leo hii watu wanadanganywa na unabii wa uongo. Watu wanadanganywa na ndoto na mafundisho ya uongo. Na mafundisho ya uongo yanayopingana na neno la Mungu. Na watu wamepoteza uwezo wa kutofautisha sauti ya Mungu, sauti ya wanadamu na sauti ya shetani. Hatuna uwezo wa kutofautisha. Matokeo yake tumepotea. Ndoa zinaharibika,
maisha ya vijana yanaharibika, maisha ya watu yanaharibika. Hivyo lazima Mkristo ajue kupambanua, kutofautisha roho ya Mungu, roho ya shetani na roho yake binafsi. Ndio maana Biblia inasema msiamini kila roho. Maana yake pamoja na roho ya Mungu mwenyewe. Anakuambia uichunguze. Mungu anataka mpaka roho yake uichunguze ili ujue kama ni ya kwake. Ili ujue kama ni ya kwake. Maana anasema msiamini kila roho, maana yake pamoja na roho ya kwake. Roho yako usiamini. Roho ya shetani usiamini, na ya kwake pia uichunguze ili ukishajua ni yenyewe sasa iamini. Ndio maana nawaambia tena na tena, mhubiri yoyote akisimama kusema neno la Mungu, hata kama anatumia Biblia isikutishe, lazima umuombe Roho Mtakatifu uwezo wa kupambanua roho, kwamba ni roho wa Mungu anayeongea kupitia mhubiri, au ni roho ya shetani, au ni roho ya Mungu. Ni roho ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unaona Wakorinto waliruhusu machafuko na vurugu kanisani kwa kuwa walishindwa kupambanua roho. Walishindwa kupambanua roho. Wengine wanasema kwamba mimi ni wa Paulo, wengine mimi ni wa Kefa, mwingine si mimi ni wa nani. Vurugu kanisani. Bila kujua kwamba kwa sababu wangekuwa wanapambanua roho, wangesema tu kwamba hapa inaonekana hii sio roho ya Mungu, labda sio roho ya shetani, lakini hapa ni roho zetu wenyewe ndio zinatengeneza makundi. Kwamba mimi wa kwangu ni yule, mimi wa kwangu ni. Matokeo yake tunaharibu kanisa. Na unajua roho zetu sisi kama hazina Mungu zinafanya kazi karibu sana na shetani. Kama hazina Mungu zinafanya kwa karibu sana na shetani. Kwa sababu kitaingia kiburi ndani yako. Kikishaingia kiburi ndani yako, wewe na shetani ndio anakaribia pale. Kwa hiyo atakwambia achana na fulani, wewe shikamana na fulani. Kwa hiyo yule unayesema achana naye, utaanza kumchambua, utaanza kumsema, na utaanza kuutweza utu wake ili kumuinua mwingine. Matokeo yake kanisa linavurugika. Lakini kama angekuwepo mtu anayeweza kupambanua roho, akasema hapa hakuna roho wa Mungu. Kwa nini? Kwa sababu Biblia inasema the Spirit of God is not, and our God is not God of confusion, but God of order. Mungu wetu sio Mungu wa machafuko, ni Mungu wa utaratibu. Haya machafuko yametoka wapi? Inawezekana ni roho za watu binafsi. Haya machafuko yametoka wapi? Inawezekana roho ya shetani zimeungana na roho za watu kutuletea machafuko. Lakini hii sio roho ya Mungu. Kwa hiyo mimi sita take sides, sitakaa upande wowote. Nitakaa upande wa Mungu aliye hai, kuhakikisha tunarudisha order nyumbani mwa Mungu aliye hai. Glory be to God. Glory be to God. Lakini kwa sababu watu hawawezi kupambanua, unajikuta amekaa kachukua makundi kaingia upande fulani. Hata ajui yeye na support mtu fulani. Maana siji ka support na. Lakini angekuwa na uwezo wa kupambanua, angejua hapa ni roho za watu tu wenyewe zinaosumbua. Either kiburi chao, wivu wao, kujiinua kwao, lakini hapa hayupo Mungu, kwa sababu Mungu ni wa utaratibu. Mungu ni wa utaratibu. Mungu sio Mungu wa machafuko. Ukiona machafuko kwenye ndoa, ujue Mungu haipo. Either nafsi ya mwanaume imeinuka au ya mwanamke imeinuka, na shetani amebana hapo hapo. Ukiona machafuko kwenye kanisa, sio Mungu, nafsi za watu au nafsi za adui. Kwa hiyo wanaoweza kupambanua watajua namna ya kukaa kwa maombi mbele za Bwana, kwamba Bwana, hapa tumeshavamiwa. Kwamba Bwana, hii ndoa haina usalama tena. Kwamba Bwana, familia yetu imeshavamiwa kwa sababu machafuko yameingia. Haipo roho Mungu hapa. Glory be to God. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hawa jamaa, kila mtu, unajua Mungu aliwajalia walikuwa na karama mbalimbali. Wengine ni uponyaji, wengine sijui ni ujiza. Kwa hiyo walikuwa na karama mbalimbali wa Korinto. Kwa hiyo kukawa na majivuno, kukawa na kujiinua. Anayehubiri anamdharau muombaji, muombaji
anamdharau sijui anayedeki madhabahuni, anayedeki madhabahuni sijui anamdharau nani, kukawa vurugu. Ndio maana Paulo katika kueleza hapa anaeleza karama hizi, lakini karama moja wapo ni kupambanua roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unaweza ukaona ni kwa kiasi gani karama ya kupambanua roho ilivyo na umuhimu. Roho Mtakatifu, Biblia inasema, ndiye aliyekabidhiwa shughuli ya kuhakikisha mwili wa Kristo unajengwa. Na ndio maana yeye anampa kila mtu karama kwa jinsi apendavyo ili aweze kulijenga kanisa. Na ndio maana Paulo anawaandikia Wakorinto, kwenye ile Wakorinto wa kwanza sura ya 14 mstari wa kwanza, anasema ufuateni upendo. Tulisoma pale mwanzo, ufuateni upendo na kutaka sana kutamani karama za rohoni. Maana unamwambia Roho Mtakatifu, naomba karama ya neno la maarifa. Wakati watu wamegombana, naomba karama neno maarifa. Niende na neno gani litakalowapatanisha? Nahitaji maarifa, ni karama kutoka kwa Mungu. Unapohitaji kutatua mgogoro, unahitaji neno la hekima linaloweza kwenda kusolve hiyo tatizo. Ni karama. Kuna mtu najua watu wakigombana, akienda Mungu akampa neno la hekima, unashangaa ugomvi within a minute unaondoka, kila mtu wanapatana. Kwa sababu gani? Mungu amempa karama ya neno la hekima. Au mwingine amempa karama ya neno la maarifa. Lakini leo sisi tunazungumzia karama ya kupambanua roho. Karama ya kupambanua roho. Ndio maana Paulo anasema ile sura ya 14 mstari wa 12, takeni kwamba mzidi sana kuwa nazo ili kulijenga kanisa, na kanisa linajengwa kupitia mtu mmoja mmoja. Maana yake bila karama kanisa haliwezi kujengwa. Bila karama imani yako haiwezi ikajengwa. Ndio maana Waefeso sura ya 4 mstari wa 12 anasema kwamba Mungu alitoa wengine wachungaji, manabii, mitume kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu. Wewe na mimi hatujakamilika. Kazi ya karama ni kutukamilisha sisi. Hata kazi ya huduma ipate kutendeka, kama hujakamilika, huduma haiwezi kutendeka. Mungu amekupa karama ya kuimba, karama ya kuhubiri, karama kutukamilisha. Unapohubiri unamkamilisha mwingine, anaona kwamba kumbe hapa sijakamilika, anarudi kwa Mungu kwamba Mungu nisaidie nikamilishe hapa. Unapoimba unampa mwingine faraja, unampa matumaini, anajisikia imara katika Bwana. Kwa hiyo huduma inatendeka, anasema na mwili wa Kristo unajengeka. Mwili wa Kristo unajengeka. Kwa hiyo karama zinatumika kuwakamilisha watakatifu, kufanya huduma itendeke, lakini pia kufanya mwili wa Kristo ujengwe mpaka tutakapofikia, anasema, umoja wa imani na kumfahamu sana mwana wa Mungu. Wanangu, tusiridhike na kiwango ambacho tumemjua Mungu. Hapana, kiwango tulichomjua Mungu ni kidogo sana. Anasema na kumfahamu sana mwana wa Mungu. Kila siku yawe maombi yako kwamba Mungu nisaidie nikufahamu wewe sana, nifundishe neno lako, nikufahamu wewe sana, nisaidie nitembee na wewe katika ujana wangu. Ndio maana Daudi anafika mahali alipokuwa mzee, anasema tangu nilipokuwa kijana na sasa mimi ni mzee, sijaona mwenye haki wa Bwana akiachwa, wala watoto wake wakiombaomba mkate. Kwa nini? Kwa sababu alitembea na Bwana, alitafuta kumfahamu sana mwana wa Mungu, akamjua Mungu katika maisha yake. Haleluya kwa mwana kondoo. Usikubali kumjua Mungu akusimuliwa tu, hapana. Sisi tunakusaidia tu kumjua Mungu. Mtafute kivyako, umuone akikusaidia, umuone akikupigania, umuone akikutendea mema, umuone ukimuomba anajibu. Ndio maana Daudi akasema, Bwana sio mchungaji wao, ni mchungaji wangu. Haleluya kwa mwana kondoo. Kwa sababu nimemuona
akinihudumia, ni wa kwangu mimi. Bwana ni wa kwangu. Nimemuona akiponya ndoa yangu, nimemuona akinivusha kwenye ujana, nimemuona akinipigania kwenye utumishi wangu. Bwana ni mchungaji wangu. Alafu anasema yeye ananiongoza kando ya maji ya utulivu, ananiongoza katika malisho ya majani mabichi. Anasema nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti, siwezi kuogopa mabaya. Nijapopita kwenye bonde la uvuli wa mauti, kwenye ndoa yangu, kwenye utumishi wangu, kwenye masomo yangu, siwezi kuogopa mabaya. Kwa nini? Kwa sababu yeye yuko pamoja na mimi. Haleluya kwa mwana kondoo. Wakristo wa leo wanataka kuwa na wachungaji wao, lakini sio Mungu. Wanataka kuwa na mitume wao, lakini sio Mungu. Nataka kukwambia hivi, mtume wako anakufa, mchungaji wako anakufa, lakini Mungu anaishi milele. Haleluya kwa mwana kondoo. Huwezi kuwa na mchungaji wako kwenye basi, lakini unaweza kuwa na Mungu aliye hai kwenye basi. Huwezi kuwa na mtume wako umelala usiku kitandani, lakini Mungu utakuwa naye kitandani. Ndio maana anasema wema na fadhili zake zitanifuata siku zote za maisha yangu. Wema na fadhili zake. Acha kuabudu watumishi, acha kufuata watumishi. Kazi yetu sisi ni moja tu, ni kukuelekeza kwa Mungu aliye hai. Ndio maana Yohana watu walipomwendea alisema, msije kwangu, anawaambia tazama, mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu, mtazameni, msije kwangu. Lakini leo hii watumishi wa leo tunawaambia watu, njoni, mimi naponya, mimi nitakusaidia, mimi. Hapana. Tuwaambie watu, tazama msalaba, mtazame Yesu Kristo, mtazame mwana wa Mungu, kwa sababu yeye ndiyo aliyebeba dhambi zako. Hayupo mchungaji aliyebeba dhambi zako. Hakuna mchungaji aliyepigwa msalabani kwa ajili ya uponyaji wako. Ni Yesu Kristo peke yake. Haleluya kwa mwana kondoo. Unamwachaje Yesu wa namna hii? Unamwachaje Mungu wa namna hii? Unamwachaje vipi Mungu wa namna hii? Nitaamka usiku ni muombe, nitaamka asubuhi ni muombe, nitaondoka mchana kuliitia jina lake, nikiwa kwenye basi nitamwambia Bwana nakupenda, kwa sababu yeye yuko pamoja nami. Haleluya kwa mwana kondoo. Glory be to God. Glory be to God. Glory be to God. Nampenda Mungu wangu sana, nampenda. Tena nafurahia ninachokihubiri, hata kama wewe ukifurahia. Haleluya kwa mwana kondoo. Sasa wanangu, moja kati ya karama muhimu ya kutusaidia kujenga mwili wa Kristo ni karama ya kupambanua roho. Unaniuliza, mchungaji, kupambanua roho maana yake nini? Neno la Kiingereza unasema discerning spirit. Discerning spirit, kupambanua roho maana yake nini? Nisikilize kwa makini. Kupambanua roho ni kupima, ni kuthibitisha ubora wa kitu. Chukua hiyo. Ni kupambanua, ni kupima, ni kuthibitisha ubora wa kitu. Unampima mchungaji, unathibitisha ubora wake, kwamba huyu anafaa kunihubiria neno la Mungu, ananihubiria neno la Mungu linalotakiwa. Thibitisha ubora, thibitisha kabisa. Kama vile ambavyo huwezi tu kwenda kwa daktari ovyo ovyo, lazima uthibitishe ubora wa daktari anayeweza kweli kunihudumia. Huwezi kupeleka mwili wako kwa daktari ovyo ovyo. Usipeleke roho yako kwa kila mtu anaitwa mtumishi wa Mungu. Jiridhishe kwanza kama anaweza kukuhudumia kwenye neno la Mungu aliye hai. Haleluya kwa mwana kondoo. Kupambanua maana yake ni kuchunguza kwa makini. Hiyo sentence ya pili naendelea kufafanua. Ni kuchunguza kwa makini ili kuona kama kitu ni sahihi, cha ukweli au ni halali. Kupambanua maana yake nini? Sentence ya pili ni kuchunguza kwa makini, sio kuchunguza tu. Kuchunguza kwa makini huyo mtumishi, kwa makini hayo maneno anayoongea, kwa makini hayo mambo anayofanya, chunguza kwa makini ili kuthibitisha kwa makini ili kuona kama kitu ni sahihi, cha kweli au ni halali. Anaweza kukupa kitu sio sahihi, sio cha kweli na sio halali. Lazima uthibitishe. Kupambanua ni kukubali kitu baada ya kuthibitisha uhalali wake. Glory be to God.
kuthibitisha uhalali wake. Kupambanua ni kuonesha tofauti wazi wazi. Chukua hiyo. Yaani nakupa tafsiri nyingi ili uelewe neno lile lile. Kupambanua ni kuonesha tofauti wazi wazi, kutafsiri roho yako, roho ya shetani na roho ya Mungu, kuonyesha tofauti wazi wazi. Hii ni ya Mungu, iko wazi. Hii ni roho ya shetani, hii ni roho yangu binafsi. Kuweza kupambanua namna hiyo. Kiingereza nasema hiyo kupambanua is the supernatural ability to discern, to discover and distinguish different classes of spirits. Yani mpaka hapa tulipofika na ubiri, Mungu ameshaanza kukupa uwezo wa kupambanua. Unaweza ukajua naongea kwa roho ipi. Hapo ulipo tu. Naweza kusema mchungaji pale alipo, yule pale ni roho Mungu na anasema na mimi. Ndio maana hata umepiga makofi bila mimi kukwambia piga makofi, mshangilie Bwana. Umepiga mwenyewe kwa sababu unakubaliana kwamba huyu roho Bwana anaongea na mimi. Vinginevyo ningekuona unafanya namna hii. Unafanya namna una uwezo wa kupambana. Kwa hiyo ukiangalia kwa mfano mapacha waliofanana wanaitwa identical twins. Ukiangalia hivi unaweza ukaingia chaka ukavamia mwingine, kumbe aliyefanya hicho ni mwingine, kwa sababu huwezi kupambanua. Kwa hiyo kupambanua ni kuwatofautisha kwamba huyu ni Kulwa, huyu ni Doto. Bwana Yesu asifiwe sana. Kupambanua uwezo wa kumtambua au kutofautisha asili ya roho itendayo kazi katika mtu au katika hali fulani. Ni kipaji hiki, ni neema hii. Ya kutofautisha, kujua matendo, maneno, mambo yanayofanyika, unaweza ukayapambanua na ukajua ili tendo hili la kula sijui kitu gani hapo madhabahuni sio tendo la Mungu. Unaweza kupambanua. Ili tendo hili sijui la kuvaa vazi gani, sijui nimeambiwa nije nivae vazi gani, sijui ili sio, unaweza kupambanua. Ndio maana ninapomalizia kwa leo, Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 21. Anasema Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 21. Anasema jaribuni mambo yote wanangu, yote jaribuni mambo yote. Lishikeni lililo jema. Baada ya kujaribu, lishikeni lililo jema. Jitengeni na ubaya wa kila namna. Hilo andiko lisikutoke. Wathesalonike wa kwanza 5:21. Jaribuni mambo yote. Lishikeni lililo jema. Jitengeni na ubaya wa kila namna. Maana yake pambanueni mambo yote ili muweze kutofautisha jema na baya. Mkishaweza kutofautisha jema na baya, lishikeni lililo jema. Lakini kama hamwezi kutofautisha jema na baya, mtashika baya mkizani ni jema. Tuko pamoja? Leo hii nikuthibitishie, watu tunasema tumeokoka, lakini hatuna uwezo wa kupambanua jema na baya. Kwa nini mtu anasema ameokoka alafu hawezi kusamehe ndugu yake aliyemkosea? Kwa nini mtu anasema ameokoka alafu bado anachukia mwingine? Kwa nini mtu anasema ameokoka anakuwa na hasira mpaka anataka kuua mwingine? Kwa nini? Kwa sababu hajaweza kupambanua, kutofautisha baya na jema. Hapa anasemaje? Anasema jaribuni mambo yote. Jaribuni. Alafu mkishajaribu mtajua jema lipi, baya lipi. Alafu anasemaje? Lishikeni lililo jema, alafu jitengeni na ubaya wa kila namna. Chuki ni ubaya, jitenge nao. Uongo ni ubaya, jitenge nao. Dhuluma ni mbaya, jitenge nayo. Hasira ni mbaya, jitenge nayo. Lakini kwa sababu umeshindwa kupambanua, ukajua wewe
chuki na ile hali ya wewe umeshindwa kupambanua, ukachukua chuki ukizani ni jema wakati kumbe ni mbaya. Unamchukia mtu tu, unamchukia mtu tu, ndio maana unakausha mifupa yako mwenyewe. Soma Biblia. Mtu mwenye chuki tu na mifupa yake inakauka, utapata ugonjwa wa mifupa. Utapata vidonda vya tumbo vya bure, kwa sababu chuki kila wakati inaangusha nyongo ndani. Nyongo inaangusha kwa sababu chuki tu. Huna furaha, huna nini. Wanangu, furaha tujipe wenyewe. Ndio maana Biblia inasema furaha ya Bwana ni nguvu zetu. Ndio maana walokole wa kweli hawaumwi magonjwa ya kizembezembe, kwa sababu utamtukana matusi, anakuangalia na mnaambia ubarikiwe na Bwana. Unashangaa hili taila nini? Na nitukana matusi yote bado linanibariki. Sasa mimi nikufanye nini? Unategemea mimi na mimi nitakutukana? Mimi uweze kunishusha kwenye level ya ujinga wako? Hapana. Yaani kwamba wewe unatukana matusi alafu na mimi unishushe kwenye level yako? Hapana. Mimi level yangu ni ya juu sana. Glory be to God. Level yangu sio ya kutukana matusi. Level yangu sio ya kupigizana kelele mtaani. Level yangu sio ya hasira. Hapana. Level yangu ni ya juu sana. Biblia inasema tumeketishwa juu sana na Bwana wetu Yesu Kristo. Nawezaje kutukana matusi? Nawezaje kushika kisu na kupiga mtu? Nawezaje kwenda? Haiwezekani Bwana, haiwezekani. Mungu ametupa karama ya kupambanua jema na baya. Najua hasira ni baya, najitenga nayo. Najua chuki ni mbaya, namwambia Bwana nitenge na chuki. Najua wizi ni mbaya, namwambia nitenge na ubaya na wizi. Najua kusema wengine, kusengenya ni vibaya, namwambia Mungu nitenge na hiyo hali. Lakini leo tunaomba tu magari, tunaomba tusiji nini, lakini ni walokole tuliojaa chuki, uongo, fitina na mambo ya namna hiyo, kutokusamehe, uzandiki umejaa. Kwa nini? Tumepoteza uwezo wa kupambanua mema na mabaya. Na ndio maana nilikwambia awali wakati tunaanza kwamba shetani alipoingia kwao alipita kwenye uwezo wa kupambanua, kwenye fikra, kwenye ufahamu. Ndio maana leo tunaabudishwa mambo ya hovyo na tunaenda tunaabudu na tunatoa sadaka. Kwa nini? Tumepoteza uwezo wa kupambanua. Kataa mtu wa Mungu. Mwambie Roho Mtakatifu, tuko kwenye nyakati za hatari. Nahitaji kumwabudu Mungu aliye hai peke yake. Nipe uwezo wa kupambanua. Nikimsikia mtu anaongea namna hii, nijue nyuma yake kuna roho gani. Nikimwangalia mtu namna hii na vitendo vyake, nijue hivi sio vitendo vya Roho wa Mungu aliye hai. Niondoke mahali hapo, niachane na mambo haya, nikimbie namna hii. Kwa nini ukimbii na mambo ni hovyo? Kwa sababu umeshindwa kuwa na uwezo wa kupambanua. Ndio maana rafiki yako anaweza kukuingiza kwenye mambo mabaya na wewe ukakubali, uweze kukataa. Kwa nini? Huna uwezo wa kupambanua. Anasema pambanueni, mjue lililo jema, mjitenge na kila baya, muandamane na jema. Glory be to God. Simama kwa miguu yako. Ningekuwa ndio mimi wewe, ningeshaanza kumwambia Roho Mtakatifu, ninaomba huruma zako. Nenda mbele za Bwana. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, ninaomba toba na rehema Bwana, kwa ajili yangu na kwa ajili ya kila mtu aliyofika kwenye semina jioni ya leo. Baba, umeona maisha yetu Bwana yamevurugika. Wakati mwingine tumefanya ibada zisizokupendeza kwa sababu tumepoteza uwezo wa kupambanua Bwana mabwana. Tumepoteza uwezo wa kutafsiri na kujua mema na mabaya. Kwa sababu hiyo tumefanya mabaya tukidhania kwamba ndio mema Bwana. Tumekwenda kwenye chuki tukifikiri kwamba chuki ndio staili ya maisha. Baba mtakatifu, tusaidie. Tusaidie Bwana. Msaidie kijana yule aweze kujua kwamba ulevi ni kitu kibaya. Aweze kujua madawa ya kulevya ni kitu kibaya. Aweze kujua uasherati ni kitu kibaya. Baba, nisaidie na mimi katika utumishi wangu. Tusaidie sisi kama watu tuliokuamini Bwana. Kwenye dunia yako mambo mengi Baba. Tusipokuwa na uwezo wa kupambanua mema na mabaya, Baba, tutajikuta tunakwenda kwenye mambo mabaya. Leo kanisa limeharibika kwa sababu tumepoteza uwezo wa kupambanua mema na mabaya. Roho Mtakatifu, tunaomba karama ya kupambanua roho Bwana. Tuweze kupambanua mahubiri yanayohubiriwa kwenye kila madhabahu. Tuweze kupambanua vitendo vya watumishi wa Mungu katika ibada.
Mungu Bwana, maana katika ulimwengu wa sasa kila mtu anasema Mungu amemwambia, kila mtu anasema Roho amemwambia, lakini wengine wananenewa na maroho ya mashetani, wengine wanasemeshwa na maroho ya mizimu, lakini wakija wanasema Roho amewaambia. Baba, tutapona wapi? Tutaponea wapi Bwana tusipokuwa na karama ya kupambanua roho? Kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, msaidie binti yule Bwana, akawe na uwezo wa kupambanua roho. Marafiki zake wanapompeleka dhambini, akapambanue na kuelewa, akatofautishe Bwana maneno ya utakatifu na maneno machafu. Akajitenge na maneno mabaya Baba, akashikamane na maneno ya utakatifu katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Ndoa zimevurugika kwa sababu wanaume tumeshindwa kupambanua Bwana mema na mabaya. Tumekwenda kwenye nyumba ndogo Baba, zikaharibu familia zetu. Wakina mama wameshindwa kupambanua mema na mabaya, wamefanya mabaya badala ya mema, wakaharibu ndoa zao, wakaharibu maisha yao. Vijana Bwana wamefanya mabaya badala ya mema, wakaharibu kesho yao. Watumishi wa Mungu Bwana, tumefanya mabaya badala ya mema, tumeshindwa kuwafundisha watu wako Bwana kutofautisha vitu vibaya na vitu vyema, vitu vitakatifu na visivyo vitakatifu. Tumeiruhusu dunia kuingia kwenye mfumo wa ibada, tumeingiza mambo ya kipagani kwenye ibada, tukakuacha Mungu aliye hai. Yesu tunakuhitaji, Yesu tunakuhitaji. Kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, tunakataa roho za mafundisho ya uongo, tunakataa roho za Freemason, tunakataa roho za waganga wa kienyeji, tunakataa roho za uchawi, tunakataa roho za giza zinazofunga fahamu zetu. Tunakataa roho zinazofunga fahamu za wanaume, roho zinazofunga fahamu za wanawake, tunakataa roho zinazofunga fahamu za watoto wa kike wakaingia kwenye mambo ya dhambi, roho zinazofunga fahamu za watoto wa kiume wakamwacha Mungu aliye hai. Tunafunga roho zinazofunga ufahamu kwa damu ya mwana kondoo. Tunakataa roho za giza, tunakataa roho za miungu, tunakataa roho za masanamu, ibada za masanamu, ibada za mafundisho ya uongo. Tunapinga kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, na kwa damu ya mwana kondoo tunafungua fahamu za watoto wa kike, tunafungua fahamu za wakina mama kwenye ndoa zao, wakajitambua wakina mama kwamba ni wakina mama walioolewa, wanatakiwa wajiheshimu Bwana, wanatakiwa kutunza watoto wao, wanatakiwa kutunza waume zao. Tunafungua fahamu za wakina baba waliofungwa wakaharibu ndoa zao, tunafungua fahamu zao, tunafungua fahamu zao wakawapende wake wao wenyewe, wasipende wake wa watu wengine, lakini wapende wake zao wenyewe, wakahudumie familia zao wenyewe, wakawapende watoto wao wenyewe. Tunafungua fahamu za wachungaji waliofungwa na adui, wakafanya ibada za kishetani, wakafanya ibada za matambiko, wakaleta mambo ya giza kwenye ibada wa damu ya mwana kondoo. Na katika jina la Yesu Kristo aliye hai, omba mtu wa Mungu, omba kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Tunakataa roho za ulevi, tunakataa roho za uasherati, tunakataa roho za ndoto mbaya. Kataa, haribu kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Pambana mtu wa Mungu, pambana. Kuomba kwako ndio kufunguliwa kwako, kuomba kwako ndio uhuru wako. Pambana. Roho chafu ni roho, hazionekani kwa macho, lakini zinafuatilia maisha yako, zinafuatilia ndoa yako, zinafuatilia biashara yako. Havitaki wewe ufanikiwe, havitaki wewe umjue Mungu. Kataa, mwambie Bwana, nakataa roho inayonirudisha nyuma nisikujue wewe. Nakataa, mwambie Bwana, nataka nikujue zaidi. Roho inayoninyima kwenda kwenye ibada, roho inayonizuia kwenda kwenye ibada, ninaikataa kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Ninakataa kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Tunawafungua watu wote wanaozuiwa na adui kuja kwenye ibada, wanaozuia na adui kusikia neno la Mungu aliye hai. Tunafungua fahamu zao. Bwana, gusa mioyo yao, ondoa moyo wa jiwe, weka moyo wa nyama. Bwana, tunatangaza uhuru kwenye mji huu Bwana wa Mbezi Msigani, shina namba 5. Baba, tunawafungua wanawake wa mji huu, tunawafungua wanaume wa mji huu, tunawafungua kutoka vifungo vya ulevi, tunawafungua kutoka vifungo vya uasherati.
mate, tunawafungua kutoka roho za uganga wa kienyeji, tunawafungua kutoka roho za kichawi, watoto wa kike, watoto wa kiume, kwa damu ya mwana kondoo. Tunatangaza nuru ya Bwana, tunatangaza nuru ya Bwana, nuru ya Mungu aliye hai ikaangaza kwenye mji huu. Tunachukua mateka, tunachukua mateka, tunamtekea Mungu mateka kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Watu wote wa mji huu ni mateka wa Yesu, watu wote wa mji huu ni mateka wa Yesu. Tunawatiisha chini ya mamlaka ya jina la Yesu kwa damu ya mwana kondoo. Tunaangusha madhabahu za giza, tunaangusha madhabahu za kichawi, tunaangusha madhabahu za mizimu. Piga kwa jina la Yesu Kristo, piga madhabahu za giza, piga madhabahu za kuzimu. Ninakanyaga nyoka, ninakanyaga nge na nguvu za yule adui. Piga roho ya nyoka, piga roho ya mauti inayoua ndoa za watu, inayoua imani za watu. Piga kwa jina la Yesu Kristo, piga malango ya giza yanayopambana na madhabahu ya Mungu aliye hai. Piga malango ya giza yanayoua imani za watu wa Mungu. Piga kwa damu ya mwana kondoo. Ninakanyaga nyoka, ninakanyaga nge, ninakanyaga nguvu za giza, ninapiga majini kwa damu ya Yesu. Ninatuma moto wa Mungu aliye hai, moto wa Mungu aliye hai. Nateketeza vibuyu, nateketeza vibuyu vya waganga, nateketeza mapembe, uchawi wa mapembe uliozikwa chini ya ardhi. Ninatuma moto wa Mungu aliye hai, moto wa Mungu aliye hai. Pepo chini mahali ulipo, kwa damu ya mwana kondoo. Kule chooni moto wa Mungu unakuja, uvunguni mwa kitanda moto wa Mungu unakuja, njia panda moto wa Mungu unakuja, kwenye milima moto wa Mungu unakuja, kila mahali moto wa Mungu unakuja. Haya majini yanakufa sasa, haya majini yanakimbia sasa, haya majini yanateketea sasa. Malaika wa Bwana, 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 malaika wa Bwana. Tunaangusha kiti cha enzi cha shetani kwenye mji huu. Tunakipindua pindua kwa jina la Yesu, tunakipindua pindua kwa jina la Yesu, tunakipindua pindua kwa jina la Yesu. Mawakala wote wa giza, mmekamatwa kwa jina la Yesu. Mmekamatwa mawakala wa giza, mmekamatwa mawakala wa giza na kupelekwa kifungoni kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Maroho ya ugonjwa, maroho ya ugonjwa, maroho ya uvimbe wa kizazi, kansa kwa jina la Yesu, toweka kwa jina la Yesu, toweka kwa jina la Yesu, toweka kwa jina la Yesu. Maroho ya pressure, maroho ya kisukari, ugonjwa wa moyo, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu. Maroho ya ugomvi kwenye ndoa, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu. Maroho ya kudhoofisha huduma, toka kwa jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, na kwa damu ya mwana kondoo, kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, na kwa damu ya mwana kondoo. Baba, asante kwa uaminifu wako, asante kwa neema yako. Bwana, pokea sifa, utukufu na heshima. Jesus. Tunasema asante, tunasema asante kwa neema yako. Asante ewe Mungu wetu, tunasema asante Baba, tunasema asante kwa kutuokoa. Asante ewe Mungu wetu, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe. Hakuna kama wewe ewe Mungu wetu. Wewe ni Alfa na Omega, wewe ni Alfa na Omega. Wewe ni Alfa na Omega ewe Mungu wetu. Tunataka kufanana na wewe, tunataka kufanana na wewe. Tunataka na wewe ewe Mungu wetu. Basi kama Mungu amekubariki kuja na sadaka yako, tuombe na